Umewahi kufikiria jinsi 1% husafiri wa vijana matajiri zaidi wa Dubai kuingia kwenye gari la kawaida au kusafiri kwa daraja la uchumi ni jambo la kawaida kama kutumia kipande cha Gucci cha mkusanyiko wa hivi karibuni. Hawa watoto wa wasafiri wa kimataifa wanabadilisha dhana ya kusafiri kwa ndege binafsi zinazoshindana na hoteli za nyota 5 na boti zinazozidi ukubwa wa majumba makubwa. Kwa mfano, mwanamfalme Hamdan wa Dubai ana magari ya majini ambayo hufanya vifaa vya James Bond kuonekana kuwa rahisi, huku boti ya Bentley Code 8 ya Sheikh Mansour ikionyesha kilele cha anasa. Na bila shaka hatuwezi kusahau magari makubwa. Hata safari ya kwenda kwa kifungwa kinywa inaweza kuhusisha Lamborghinis na Ferrari zenye rangi ambazo hujui zilikuwepo. Jitayarishe, ni tamasha lenye mang'aro na kujivunia. Money Kicks. Unapozunguka kati ya watu mashuhuri wa kiwango cha kwanza kama Rihanna, Nicki Minaj, Shah Rukh Khan na Khloe Kardashian, hakuna shaka kuwa wewe ni sehemu ya wasomi. Rasht Saif Belhassa, anayejulikana zaidi kama Money Kicks, amezoea maisha ya anasa ya kijana na utajiri mkubwa. Anaishi na kuishi maisha ambayo wengi wanaweza kuota tu. Kuanzia mali kubwa hadi magari ya kipekee, kuanzia asili yake katika moja ya familia tajiri zaidi za Dubai hadi kuongezeka kwake kama jambo la kushangaza kwenye mitandao ya kijamii. Rasht ameunganisha kwa ustadi shauku zake na urithi wa familia yake. Linapokuja suala la kusafiri, si vigumu kudadisi kuwa Rasht Belhassa husafiri ulimwenguni kwa ustadi kamili. Mkusanyiko wake wa kuvutia wa magari makubwa, ikiwa ni pamoja na Lamborghinis na Ferraris zilizobinafsishwa, huakisi mapenzi yake kwa adrenali na matindo usiofananishwa. Kabla hata ya kuwa na umri wa kuendesha gari, Money Kicks tayari alikuwa mbele ya mchezo kwa magari ya utendaji wa juu. Miongoni mwa hazina zake za thamani zaidi ni Rolls-Royce Ghost, gari linaloonyesha darasa na ustawi. Lakini Ghost ya Rasht sio tu gari la kifahari la kawaida. Inaonyesha ukarabati uliobinafsishwa na Dior na kuibadilisha kuwa kazi ya sanaa kwenye magurudumu. Msukumo wa muundo huu wa kipekee ulitokana na wimbo wa rap maarufu wa Pop Smoke, Dior, wimbo unaonyesha shauku ya Rasht kwa muziki na mitindo. Mbali na Rolls-Royce Ghost, makusanyiko wa Rasht unajumuisha magari mengine ya kuvutia, kila moja ikiwa na hadithi yake ya kipekee na uzuri wake. Mercedes-Benz S-Class Limousine ni moja ya vitu katika mkusanyiko wake, ikiwakilisha kilele cha anasa na uvumbuzi. S-Class inajulikana kwa teknolojia yake ya hali ya juu, mambo ya ndani ya hali ya juu na starehe isiyo na kifani. Ili kuongeza kivutio cha kuvutia katika mkusanyiko wake, Hummer Hatch Duzi inajitokeza kama gari linalowakilisha nguvu na roho ya mwenye shauku ya kuvutia. Kijana huyo alijipatia umaarufu mwaka wa 2013 alipoweka wazi Ferrari yake F12 Berlinetta iliyobadilishwa kwa makoro wa Red Supreme, ambayo hapo awali ilihusishwa na Louis Vuitton. F12 Berlinetta sio tu gari, bali ni kazi ya ubunifu na muundo. Iliundwa kutoa uzoefu wa kuendesha gari wa kusisimua. Chini ya kofia ya Ferrari F12 Berlinetta kuna injini yenye nguvu ya V12 ya lita 6.3 inayoweza kutoa nguvu za farasi 700 na wakati wa juu wa Newton meter 602. Mbali na mkusanyiko wake wa magari ya anasa na ya hali ya juu, Rasht pia ana bugi kadhaa za mchanga ambazo zina maana maalum katika utamaduni wa Dubai. Magari haya yenye uwezo wa kufanya kazi mbalimbali yameundwa kwa ajili ya safari za nje ya barabara, yakitoa uzoefu wa kusisimua unaochanganya kasi, uwezo wa kusonga kwa urahisi na uhuru wa kuchunguza mandhari makubwa ya jangwa. Asili ya Rasht ya ustawi pia inamruhusu kufurahia safari za anasa zaidi ya barabara. Nyota wa mitandao ya kijamii ni mwana wa Saif Ahmed Belhassa, mfanyabiashara maarufu na bilionia wa UAE. Saif Ahmed Belhassa ni mwenyekiti wa Belhassa Group, kundi lenye shughuli katika sekta kama vile ujenzi, mali isiyohamishika, usafiri na nyinginezo. Kwa miaka kadhaa, Rasht amejulikana kwa kusafiri kwa ndege za kibinafsi na safari za daraja la kwanza. Mwaka wa 2013 aliwashangaza mamilioni ya mashabiki na wafuasi kwa kushiriki maelezo ya safari ya daraja la kwanza ambayo iligharimu 30,000. Money Kicks alikuwa na umri wa miaka 15 tu wakati huo. Kijana mwingine mwenye mamilioni kwenye orodha hiyo ni mwanachama wa harem real ya Dubai
Dubai, lakini anajitokeza kama mtu anayesherehekea utajiri kwa mtindo. Marwan bin Mohammed Al Maktoum, mwanachama wa jamaa ya kifalme ya Dubai, ni jina linaloongoza kwa nguvu na ushawishi. Akiwa na umri wa miaka 20, Marwan ni mmoja wa vijana wa kifalme, lakini mali yake ni mbali na kuwa ya kawaida. Utajiri wake ni onyesho la pesa za zamani zinazotawala Dubai, kwa mali halisi inayokadiriwa kuwa dola bilioni 1. Kulingana na Forbes, Marwan hubeba urithi wa familia yake na kuthibitisha ushawishi wake unaongezeka katika sekta ya mali isiyohamishika na kifedha. Kama mhusika mkuu wa familia maarufu ya Maktoum, himaya ya kifedha ya Marwan inaungwa mkono na uwekezaji wa kimkakati na miradi ya hali ya juu. Yeye ni makamu mwenyekiti wa Shuar Capital, taasisi ya kifedha aliyoanzisha pamoja na wengine, akionyesha uwezo wake wa kushughulikia ulimwengu tata wa fedha kwa uhodari. Hii inaonyesha kuwa mwendo wake na wasifu wake ni mbali na kuwa wa kawaida. Kwa kushiriki 20% katika umiliki, ushawishi wa Marwan unazidi mipaka ya falme za Kiarabu na kumfanya kuwa mhusika mwenye nguvu katika eneo la kimataifa. Hata hivyo, ni shauku yake kwa magari ya kifahari ambayo inamfafanua zaidi. Mkusanyiko wake unaokadiriwa kuwa zaidi ya dola milioni ni onyesho la mwelekeo wake kwa kasi, muundo na ubora wa uhandisi. Kila gari katika mkusanyiko wake ni kazi ya sanaa inayoonyesha sio tu ladha yake ya hali ya juu, bali pia kutafuta kwake kile bora zaidi katika ulimwengu wa magari. Miongoni mwa hazina za Marwan ni Lamborghini zake mbalimbali, ambazo ni alama za nguvu na hadhi, zinazotambuliwa kwa miundo yake maridadi na utendaji bora. Magari haya makubwa ya Kiitaliano yanathaminiwa na wasomi, na Marwan ni mpenzi wa kipekee. Makusanyiko wake unajumuisha aina kama vile Lamborghini Aventador, gari lenye injini ya V12 na uwezo wa kufikia kasi zaidi ya 350 km/h. Kwa muundo wa kuvutia na teknolojia ya kisasa, Aventador inaonyesha shauku ya Marwan kwa magari ya hali ya juu bila kukosa kitu. Makusanyiko wa Marwan pia unajumuisha Rolls-Royce, Phantom Drophead Coupe na Bugatti Veyron. Mbali na barabara zinazonga na injini zenye nguvu za mkusanyiko wake wa magari ya kifahari, shauku ya Marwan bin Mohammed Al Maktoum kwa ukubwa inaenea hadi kwenye maji tulivu na makuu. Kundi lake la meli lenye thamani zaidi ya dola milioni 60 linaonyesha upendo wake kwa uzuri wa baharini na hamu yake ya kuvumbua bahari kwa mtindo na faraja isiyo na kifani. Kundi la Marwan linakusanya baadhi ya mashua za kisasa na zenye teknolojia ya hali ya juu zaidi kwenye soko la leo. Kila meli ni kazi ya kipekee ya muundo na uhandisi, ikichanganya anasa, utendaji na uvumbuzi kwa njia ya kipekee. Kitu cha kuvutia zaidi katika mkusanyiko wa baharini wa Marwan ni yate yake ya Carver, mshangao wa tani 3 unaonyesha na sana ustarabu, iliyonunuliwa kwa zaidi ya dola milioni 8. Yate hii inaonyesha sifa bora ya Marwan na juhudi zake za kumiliki bora kabisa. Yate ya Carver inasifiwa kwa ujenzi wake bora, teknolojia ya hali ya juu na vifaa vya anasa, na kufanya kuwa mili bora kwa wakati wa kupumzika na burudani. Ali Mohammed, ingawa Ali Mohammed hakuzaliwa katika utajiri kama watu wengi katika kategoria hii, alijenga kazi yenye mafanikio kwa kusoma na kuonyesha utajiri mkubwa wa Mashariki ya Kati. Ali ni mwanablogu maarufu wa mtindo na maisha ambaye kituo chake cha YouTube kinavutia maoni ya mamilioni. Mara nyingi huzungumza hadithi na makala zinazoonyesha utajiri wa eneo hilo. Kwenye Instagram, wafuasi wake wanaweza kumfuata akiwa amevaa mavazi ya hali ya juu kwa ajili ya furaha na upendo wa mtindo. Maudhui ya Ali yanatofautiana kutoka kwa magari ya kigeni na mali za kifahari hadi shughuli za matajiri na vlogi za safari zinazotambulisha vituo vya watalii. Wakati anapotoa muda wake kuonyesha uzuri wa Dubai kwa ulimwengu, Ali Mohammed hajizuili kwenye jukumu la pili linapokuja suala la kumiliki mali za anasa. Safari yake kama mwanablogu wa mitindo ni hadithi iliyojaa shauku, azimio na jitihada isiyo na kifani kwa mitindo. Aliyekulia katika jiji la Dubai lenye shughuli nyingi, Ali amekuwa akiishi katika tamaduni inayothamini anasa na uvumbuzi. Tangu akiwa mdogo, alivutiwa na ulimwengu wa mitindo, akichunguza mitindo tofauti na kushirikisha mabadiliko yake kwenye mitandao ya kijamii.
kijamii. Hisia zake za kipekee za kisanii zilivutia haraka macho ya wapenzi wa mitindo na kusababisha ongezeko kubwa la wafuasi kwenye majukwaa kama vile Instagram. Uwezo wa Ali wa kuunganisha vipande vya mtindo wa hali ya juu na mavazi ya kawaida ulimfanya atofautiane na wenzake. Alikuja kutambuliwa kwa sifa yake isiyo na doa na umakini kwa maelezo, mara nyingi akionyesha mitindo iliyochanganya chapa maarufu kama Prada, Gucci na Fendi. Machapisho yake hayakuwa tu ya kuonyesha mavazi, yalikuwa yakiwasilisha hadithi, kukamata kiini cha mtindo wa maisha unaotamaniwa na wengi. Kadri ushawishi wake ulivyokuwa, fursa pia zilizidi kuongezeka. Chapa kubwa zilianza kumtambua na Ali haraka alijikuta akiwa amejihusisha na ushirikiano na mikataba ya ufadhili wa hali ya juu. Ushirikiano wake na Vita Hotels huko Dubai ulikuwa hatua ya kuguza. Wakati chapisho lake moja tu, akiwa akijivinjari kwenye bwawa la kuogelea lisilo na mwisho la hoteli, likaenea kwa kasi, likithibitisha zaidi nafasi yake kama kiongozi wa mitindo. Mtindo wa maisha ya anasa ya Ali Mohamed ni mfano mkubwa wa mafanikio na urembo. Safari yake kuanzia asili ya kawaida hadi maisha ya fahari inaonekana katika mkusanyiko wake wa kuvutia wa magari ya anasa. Kilele cha karakana yake bila shaka ni Bentley yake, ishara ya mafanikio yake na ndoto iliyotimia. Gari hili la kuvutia lenye thamani ya dola milioni 1.1 si njia tu ya usafiri, ni dhana ya mtindo na ushindi. Ali mara nyingi hushirikisha picha za Bentley yake kwenye mitandao ya kijamii na kuvutia umakini wa wapenzi wa magari na wapenzi wa mitindo. Hata hivyo, mazoea ya Ali yanazidi barabara za Dubai. Upendo wake wa kusafiri humpeleka kwenye marudio ya kipekee duniani kote, daima akiwa katika mtindo wa maisha ya kifahari. Moja ya nyakati za kukumbukwa zaidi za safari zake ilikuwa safari ya daraja la kwanza kutoka Dubai hadi Cairo. Kwa kutumia Tetewizard kwenye tiketi, Ali hakusafiri tu, bali alijikuta katika tukio ambalo lilitamini njia pamoja na marudio. Safari hiyo ilitoa vyakula vya hali ya juu, huduma ya kibinafsi na mazingira ya kipekee, sifa ambazo zinapatana vizuri na ujuzi wake wa kifahari. Safari hizi za ndege zinawakilisha zaidi ya mapumziko tu. Ni fursa za Ali kujivinjari katika tamaduni tofauti na kuunganisha athari hizi katika hadithi yake ya mitindo. Iwe ni katika mitaa yenye shughuli nyingi za New York, kivutio cha kihistoria cha Paris, au masoko yenye rangi za Marrakech, kila marudio linachangia safu mpya ya mtindo na ubunifu wake. Karibu nyuma yake ni mwingine mwenye ushawishi ambaye amejenga sifa yake hatua kwa hatua, akivuna matunda ya kazi yake katika mali ya hali ya juu. Movlogs ni jambo lingine la mitandao ya kijamii ambalo limejipatia umaarufu wa kuvutia kifahari na mambo ya kifahari kwa watazamaji wake wanaongezeka. Anayejulikana kama Mohamed Behragdari au kwa urahisi Movlogs ameshinda mamilioni kwa safari yake ya kuvutia kwenye mitaa ya kifahari ya Dubai. Kituo chake cha YouTube, Hazina kwa Wapenzi wa Magari, kinaonyesha mkusanyiko wa magari ya hali ya juu, kuanzia Ford Mustang GT hadi Lamborghini Huracan yenye kuvutia. Mafanikio ya Mo kwenye YouTube yanahusiana moja kwa moja na mkusanyiko wake wa magari, unaonyesha shauku yake ya kibinafsi na asili ya chapa yake. Garashi Lake ni ushahidi wa upendo wake wa kasi na kifahari, likiwa na aina mbalimbali za magari ya hali ya juu ambayo wengi wanaweza kuota tu kuwa wanamiliki. Ford Mustang GT yenye injini yenye nguvu ya V8 ilikuwa moja ya magari ya kwanza kupata umaarufu katika vlog zake na kuvutia wapenzi wa magari duniani kote. Ni gari maarufu la misuli, mara nyingi huitwa mpenzi wa kwanza wa Mo, linawakilisha mwanzo wa safari yake katika ulimwengu wa magari ya hali ya juu. Kadiri kituo cha Mo kilivyopata umaarufu, mkusanyiko wake pia ulikuwa. Lamborghini Huracan, kazi halisi ya sanaa ya muundo na uhandisi, ilishika nafasi yake haraka kati ya hazina zake za thamani zaidi. Kwa mikunjo yake iliyochongwa kwa uangalifu na injini inayonguruma kwa nguvu, Huracan imekuwa kipengele cha kawaida katika video za Mo, ikionyesha kini cha anasa na utendaji. Magari haya sio njia za usafiri tu, ni wahusika muhimu katika hadithi ya Mo, kila moja likiwa na hadithi yake mwenyewe na maana yake. Vlog zake mara nyingi humwonyesha katika hafla maarufu za
za magari na mikutano ya kipekee, ambapo anaingiliana na baadhi ya watu wenye ushawishi mkubwa katika tasnia ya magari. Matukio kama Dubai International Motor Show hutumika kama jukwaa la kuchunguza magari ya teknolojia ya kisasa na kushiriki uzoefu huo na watazamaji wake. Mawasiliano yake na wapenzi wengine wa magari ya hali ya juu katika mazingira haya yanaongeza kipengele cha uhalisi na shauku kwa maudhui yake na kuwaruhusu watazamaji kuhisi kwa karibu uhusiano na shauku inayounganisha jamii hii. Bila shaka, Movlogs amethibitisha alama yake ya mafanikio kwa kuzingatia ujuzi wake wa kina kuhusu magari ya utendaji wa hali ya juu. Hata hivyo, karakana yake haikosi magari haya ya kipekee. Hii inaonyesha kuwa Mo ana fursa ya kuchagua kutoka kwa mikusanyiko yake mizuri wakati wa kupanga safari au matembezi mjini. Ingawa Mo ni mtaalamu wa magari, haizui uzoefu wake wa anasa kwa magari tu. Miliki wa mamilioni wa YouTube mara nyingi hujiruhusu safari za anasa za angani ambazo zinagharimu maelfu ya dola na kufikia viwango vya juu sana. Anajulikana kwa kurekodi safari zake wakati akiwa anapaa juu ya Ulaya na ulimwengu kwa ndege za kibinafsi. Ingawa Movlogs hana ndege yake ya kibinafsi, mapato yake humpa fursa ya kusafiri pamoja na watu mashuhuri na mabilionea kwenye safari za kipekee. Kuingia ulimwenguni wa kweli, tajiri mwenye kufuata wa Dubai anafafanua upya usafiri wa kifahari kwa kugusa kwa ustadi. Sheikh Abdullah bin Zayed bin Sultan Al Nahyan. Sheikh Abdullah bin Zayed bin Sultan ni sehemu ya nasaba ya Al Nahyan. Shukrani kwa ukuu wake wa kifalme, mtindo wake wa maisha umetofautiana kabisa na maisha ya kawaida, kama vile wanafalme wengi wa Mashariki ya Kati. Ratiba ya Sheikh Abdullah imepangwa kwa uangalifu ili kuhakikisha usalama wa juu wakati wote, ikiwa ni pamoja na wakati wa safari zake. Anafurahia ufikiaji usio na kikomo kwa ndege binafsi zilizolindwa na shirika la ndege za kifalme za Falme za Kiarabu, ambalo hapo awali lilijulikana kama ndege ya kifalme ya Abu Dhabi Amiri. Sheikh husafiri kwa ndege binafsi za hali ya juu kama vile Boeing 737 BBJ, Boeing 747 na ndege za kisasa za Dreamliner. Kwa safari za ardhini, Abdullah ana kikosi kikubwa cha magari ya riadha ambayo hukidhi upendo wake wa fahari na mahitaji ya usafiri wa msingi. Mkuso wake wa magari ni mkusanyiko wa kuvutia wa maajabu ya uhandisi na ustadi, unaonyesha ladha yake ya hali ya juu na mshangao wake kwa magari ya kipekee zaidi duniani. Kila gari katika mkusanyiko wake husimulia hadithi ya uvumbuzi, kasi na upeki, na kufanya karakana yake kuwa makumbusho halisi ya ubora wa magari. Kilele cha mkusanyiko wa Sheikh Abdullah ni Bugatti Chiron, gari linalowakilisha kilele cha uhandisi wa magari. Linatambuliwa kwa kasi yake ya kuvutia na muundo wake wa kifahari. Bugatti Veyron ni kazi ya sanaa inayoweza kufikia kasi zaidi ya kilomita 400 kwa saa, kwa thamani inayozidi dola milioni do. Sio tu gari, bali ni usemi wa nguvu na kifahari. Jino lingine katika mkusanyiko wake ni Ferrari la Ferrari, gari kuu la mseto ambalo linaunganisha utendaji na uvumbuzi kwa njia kamili. Kwa thamani ya zaidi ya dola milioni 3, la Ferrari ni kipengele cha kipekee na idadi ndogo ya vitengo vilivyotengenezwa ulimwenguni. Uwepo wake katika mkusanyiko wa Sheikh Abdullah unaonyesha mwelekeo wake wa kununua magari ya kipekee na yanayotamaniwa zaidi duniani, kutoka kwa ustadi wa Rolls-Royce hadi nguvu kubwa ya Lamborghini. Karakana yako inaonyesha ladha ya kipekee na hamu kubwa kwa mambo mbalimbali ya ubora wa magari. Kwa mfano, Rolls-Royce Phantom inawakilisha anasa na ustawishaji, inayotambulika kwa ajili ya mambo ya ndani ya kifahari na uendeshaji wa utulivu. Phantom ni chaguo bora kwa wale wanaothamini kile kilicho bora zaidi. Kujumuishwa kwake katika mkusanyiko wa Sheikh Abdullah kunaonyesha kuwa anathamini magari ambayo sio tu yanatoa utendaji, bali pia faraja na mtindo usio na kifani. Sheikh pia anaonyesha uchaguzi kamili wakati wa kuchagua mali zake za majini. Yate yake Opera ni mfano wa ufundi bora na uhandisi wa kisasa. Jumba hili la kweli ni matokeo ya ushirikiano kati ya majina mashuhuri katika tasnia ya meli, kuchanganya teknolojia ya hali ya juu na muundo wa kisasa. Moja ya vitu vya kuvutia vya Opera ni deki yake kubwa ambayo inatoa maono ya panorama
panorama ya upeo wa bahari. Yate hiyo ina madeki mengi, kila moja ikiwa na kazi maalum. Muundo wa opera ni kazi ya sanaa halisi, unaochanganya mistari ya kisasa na ya kifahari pamoja na ladha ya urembo wa milele. Uso wa nje uliobuniwa na kampuni maarufu ya muundo ya Espen Oino International unaonyesha sura ya aerodinamiki inayoonyesha nguvu na ustadi, kwa kukusanya ustadi wa baadhi ya majina maarufu zaidi katika sekta hiyo. Sheikh Abdullah bin Zayed bin Sultan Al Nahyan ameunda yate ambayo sio tu inawakilisha utajiri na hadhi, bali pia inajitokeza kama kazi bora ya muundo na uhandisi. Ifuatayo tunawasilisha mwanachama mwingine maarufu wa haremi ya kifalme ya Dubai, Sheikh Mana. Ni ukweli kwamba Mana bin Muhammad Rashid Al Maktoum anafurahia maisha yenye utajiri na fahari, shukrani kwa hadhi yake ya kifalme. Hata hivyo, tajiri wa Emirati pia anasimamia hazina kubwa katika masanduku yake. Uwepo wa Mana ni mshikamano kati ya mila na kisasa, ambapo utajio sio tu faida, bali ni usemi wa njia yake ya kuishi. Maisha yake ya kila siku ni mchanganyiko wa kuvutia wa ustawi, mamlaka na athari, umechanganywa na maelezo ya hali ya juu ya anasa. Kama makamu mwenyekiti wa Emaar Properties, ana jukumu muhimu katika kuamua mustakabali wa Dubai. Emaar ni nguvu kuu katika soko la mali isiyohamishika, inayohusika na vishazi kama vile Burj Khalifa na Dubai Mall. Chini ya uongozi wa Mana, kampuni inaendelea kubadilisha mwonekano wa Dubai kwa miradi ya ujasiri. Uwajibikaji wake katika Emaar haukuhusu tu nafasi ya kisharti. Yeye anahusika kwa undani katika uchaguzi wa kimkakati unaoendesha maendeleo na uvumbuzi wa shirika. Kipaji cha ujasiriamali cha Mana kinadhihirika zaidi katika uanzishaji wake wa Shahrukh Partners, taasisi ya kifedha inayotoa usimamizi wa mali na huduma za benki ya uwekezaji kwa wateja wenye uwezo wa kifedha wa juu. Mradi huu unaonyesha uhodari wake katika sekta ya kifedha na uwezo wake wa kupanua maslahi yake zaidi ya biashara za kifamilia. Shahrukh Partners ni onyesho la maono ya Mana ya kufanya Dubai kuwa kituo cha kifedha cha kimataifa, kikikutana na mahitaji ya matajiri na wenye nguvu zaidi. Mana amejenga mali halisi ya kuvutia, akifikia mabilioni ya dola, ambayo hufanya mtindo wake wa maisha kuwa usio na kifani. Linapokuja suala la usafiri na safari, mwenye zamani wa Sheikh Marar ana mkusanyiko usio na dosari wa magari ya kifahari. Kama mshiriki wa familia inayotawala Dubai, upendeleo wake kwa magari unachanganya ustadi na mwonekano, na kila gari katika mkusanyiko wake likiwa ni mchanganyiko wa teknolojia ya hali ya juu na muundo usio na wakati. Miongoni mwa hazina za karakana yake kuna Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe, gari ambalo linawakilisha anasa na urembo. Likiwa na thamani ya zaidi ya $500,000, gari hili ni kazi ya ufundi na mtindo, lenye mistari safi na mambo ya ndani ya kifahari. Phantom Drophead Coupe hutoa uzoefu wa kuendesha gari wa kipekee na usio na kifani. Maelezo ya ufundi na sifa za kibinafsi za gari yanaakisi ladha ya hali ya juu ya Mana na shukrani yake kwa vipengele vya hali ya juu zaidi vya maisha. Rolls-Royce ni mwanzo tu wa mkusanyiko wake wa kuvutia. Karakana yake ni hazina ya kweli ya magari ya hali ya juu, kila moja ikiwa imechaguliwa kwa mchanganyiko wake wa kipekee wa utendaji na hadhi. Miongoni mwao inajitokeza Lamborghini Aventador, gari ambalo linaunganisha nguvu na uzuri kwa muundo wake wa ujasiri na mngurumo wa injini ya V12. Gari kusio njia tu ya usafiri, bali ni tamko la nguvu na ubora. Mfano mwingine katika mkusanyiko wa Mana ni Ferrari 400 GTB, ambayo inaunganisha ufundi wa Kitaliano na teknolojia ya hali ya juu zaidi. 400 GTB inasherehekewa kwa utendaji wake wa kusisimua na muundo wa kuvutia shukrani ya wapenzi kote ulimwenguni. Ferrari ya Mana inaonyesha shauku yake ya kuendesha gari na shukrani yake kwa sanaa inayohusika katika kunda kazi ya kipekee kama hii. Mistari yake ya kifahari na injini nguvu hutoa uzoefu wa kuendesha gari ambao ni wa kusisimua na wa kifahari kwa wakati mmoja. Mkusanyiko wa Mana pia unajumuisha Bentley Continental GT, gari ambalo linaunganisha anasa na utendaji kwa ustadi, inayotambuliwa kwa urembo wake wa hali ya juu na injini nguvu. Continental GT ni mfano wa ahadi ya Bentley kwa ukamilifu. Bentley ya Mana inakisi mtindo wake wa hali ya juu na kutafuta kwa
kwake gari ambalo linatoa faraja na utendaji. Nyuma kidogo, mwanachama mwingine wa ufalme wa Dubai anaishi maisha kwa ukamilifu wake. Sheikh Mansur bin Mohammed Al Maktoum, jina linaloakisi utajiri na hadhi, ni mwanachama mwingine wa familia ya kifalme ya Dubai. Mzaliwa wa nasaba ambayo imebadilisha Dubai kuwa kitovu cha kimataifa cha anasa na uvumbuzi. Portfolio ya kifedha ya Sheikh Mansur ni tofauti na ya kuvutia. Mali ya familia ya Al Maktoum imeunganishwa kwa karibu na mafanikio ya kiuchumi ya Dubai, mji mkubwa ambao umebadilika kuwa ishara ya utajiri na anasa. Kama mwana wa Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, kiongozi wa Dubai, Sheikh Mansur hubeba urithi ambao unapita kwa vizazi. Urithi huu haujumuishi tu mali nyingi za kifedha na uwekezaji mbalimbali wa familia, bali pia mtazamo wake wa kimkakati wa maendeleo na upanuzi wa Dubai. Kuhusu njia za usafiri, Sheikh Mansur ana mkusanyiko wa kuvutia wa magari ya hali ya juu katika gereji yake. Miongoni mwa haya, anajivunia Mercedes G-Super AMG SUV. Mali yake ya kibinafsi inaonyesha vipawa na maslahi yake yanayoonekana katika mkusanyiko wake wa ajabu wa magari. Gereji ya Sheikh Mansur ina baadhi ya chapa maarufu zaidi katika ulimwengu wa magari kama vile Bugatti, Ferrari na Lamborghini. Kila gari ni kazi ya sanaa iliundwa kwa usahihi ili kutoa utendaji na ustaarabu usio na kifani. Kama vile wanakifalika wengine wa kiwango chake, Sheikh Mansur pia ana upendeleo kwa vyombo vya anga vya kifahari. Mwanachama wa familia ya kifalme ya Dubai ni miliki wa meli ya kifahari ya Bonetti Code Lapan. Hii ni kivutio cha kipekee cha uhandisi wa majini na ustaarabu. Muundo wa nje wa meli hiyo ni tamasha la kipekee, na mistari yake ya kifahari na umbo la aerodinamiki ambalo huteleza majini kwa urembo na usahihi. Hull iliyojengwa kwa vifaa vya hali ya juu inahakikisha sio tu nguvu, bali pia safari salama na thabiti hata katika hali mbaya za baharini. Kwa urefu wa kuvutia, Bonetti Code Art inatoa nafasi pana kwa ajili ya kufurahia na burudani. Decks zake pana zimeundwa kutoa mtazamo wa wazi wa mwambao na kuwaruhusu wageni kuungana na uzuri wa mazingira yanayowazunguka. Deki kuu inatoa eneo pana la mapumziko kwa viti vyenye starehe na mfumo wa sauti wa hali ya juu unaofaa kwa mikutano au kufurahia usiku wa utulivu chini ya anga lenye nyota. Ndani ya meli, eneo la kulia linajitokeza ambapo wageni wanaweza kufurahia vyakula vya hali ya juu vilivyotayarishwa na mpishi maarufu. Jikoni kilicho karibu kimejaliwa na vifaa vya kisasa kuhakikisha kwamba mahitaji yote ya upishi yanakabiliwa kwa ufanisi na ustadi. Bonetti Code 8 hupita kuvutia. Pia ni nguvu katika utendaji na teknolojia. Meli hiyo ina mifumo ya hali ya juu ya uabiri na mawasiliano kuhakikisha safari salama na zenye utulivu katika bahari. Chumba cha mashini kina injini nguvu zinazotoa kasi na ufanisi wa kipekee kuwezesha meli kufikia kwa haraka na kwa urahisi. Deki kuu ya juani mahali pazuri pa kupumzika na kujumuika, na jacuzzi inayotoa maono ya kuvutia ya bahari. Wageni wanaweza kufurahia maji ya joto huku wakifurahia kinywaji cha kufurahisha kilichotolewa kwenye baa ya karibu, kwa kujenga mazingira kamili kwa muda wa burudani na starehe. Kwa safari za angani, Mansur ana ufikiaji wa kikosi cha Dubai Air Wing cha baba yake Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Kila ndege ya kikosi hicho huchaguliwa kwa uangalifu na kurekebishwa ili kufikia viwango vya juu zaidi vya starehe, ufanisi na teknolojia. Dhihirisha Boeing 747, jitu halisi la anga, inayojulikana kwa upana na uwezo wake, kuwa chaguo la kwanza kwa wale wanaotaka kiwango cha juu cha anasa na utendaji. Boeing 747 ya kikosi cha Dubai Air Wing sio ndege ya kawaida, bali ni ikulu ya angani. Kikosi hiki pia kinabo Boeing 737, Boeing 767 na Gulfstream G650. Kila ndege inashughulikiwa kwa viwango vikali vya matengenezo kuhakikisha usalama na kuegemea kwa kila safari. Kikosi kinatawaliwa na timu ya wataalamu wenye uzoefu ambao husimamia kila undani wa uendeshaji wake, kuanzia matengenezo hadi upangaji wa njia za anga. Na mwishowe, katika orodha hii ya kipekee anajitokeza mfalme mrithi ambaye mali yake ya kuvutia inaonyesha sifa yake ya kufurahia vito vya magari. Mfalme mrithi Hamdan bin Mohammed Al Maktoum, anayejulikana pia kama Fazza, sio tu mtu mashuhuri katika familia ya kifalme ya Dubai, lakini pia ni mfano wa matumaini
matumaini na mafanikio ya Emirati. Kama mfalme mrithi wa Dubai, mali yake halisi inawakilisha sehemu kubwa ya utajiri mkubwa na ushawishi wa familia yake unaokadiriwa kuwa mabilioni. Utajiri huu mkubwa sio tu wa urithi, bali pia ni matokeo ya uwekezaji wa kimkakati na uzoefu wa kibiashara wa Hamdan. Portfolio yake ya kifedha inajumuisha sekta mbalimbali, ikiwa ni pamoja na mali isiyohamishika, teknolojia na fedha, ikimfanya kuwa mhusika mkuu katika hali ya kiuchumi ya Mashariki ya Kati. Hamdan anatekeleza majukumu yake huko Dubai kwa ustadi, akiwa na jukumu muhimu katika kuamua mustakabali wa Emirati. Uwekezaji wake haukusudi manufaa ya kibinafsi tu, bali ni hatua za kimkakati zinazolingana na maono ya Dubai ya kuwa kituo cha kimataifa cha uvumbuzi na anasa. Kama kiongozi, Hamdan anajitolea kukuza ukuaji wa kiuchumi na kuhakikisha mafanikio ya watu wake. Ujuzi wake wa kifedha na uongozi ni muhimu katika kukuza maendeleo ya Dubai na kumfanya kuwa mtu muhimu katika maendeleo ya Emirati. Mbali na miradi yake ya kifedha, mali halisi ya Hamdan pia inaonyesha jitihada zake za hisani na masuala ya kijamii. Hamdan bin Mohammed Al Maktoum ana shauku kubwa ya anasa na upekee, ambayo inaonekana wazi katika makusanyiko wake wa kuvutia wa magari na meli zake za kifahari. Garaji yake ni mahali patakatifu pa ubora wa magari, likiwa na baadhi ya magari adimu na yenye kuvutia zaidi duniani. Makusanyiko wa Hamdan unajumuisha Rolls-Royce Phantom, Bentley Continental GT na Lamborghini Aventador, kila moja ikiwakilisha mchanganyiko wa kipekee wa urembo na ufanisi. Mbali na barabara, hamu ya Hamdan kwa anasa pia inashinda baharini, ambapo meli zake za matakatifu hutoa kilele cha faraja na ustarabu. Kilelezo cha mkusanyiko wake ni Dubai Yacht, meli yenye kuvutia sana. Kwa urefu zaidi ya meta 1.2, inajikita kati ya meli kubwa zaidi duniani, ikifanya kazi kama jumba la kifalme kinachoelea. Ikiwa na teknolojia ya hali ya juu, inajumuisha uwanja wa helikopta, bwawa la kuogelea na mambo ya ndani ya kifahari ambayo yanashindana na hoteli za hali ya juu zaidi. Mfano mwingine wa kuvutia wa mkusanyiko wake ni Quattroel, meli ambayo inachanganya urembo na roho ya ujasiri katika muundo wa kisasa na uliojaa maelezo ya kifahari. Meli hii ya kisasa inaonyesha uhusiano wa Hamdan na bahari na jitihada zake za kuvumbua bahari kwa mtindo wa kipekee na usio na kifani. Bonyeza kwenye kadi yoyote iliyoonyeshwa kwenye skrini ili kugundua habari zaidi kuhusu hadithi za kuvutia zinazotambua ubora wa Mashariki ya Kati. Kwaheri kwa sasa.